Mheshimiwa ambao tuko nao hapa jamani. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Uko vizuri? Tuko fresh. Mzee, shikamoo. Marhaba. Habari ya wewe? Safi. Unakutambua kama mzee nani? Mzee Thomas Rugomba. Mzee Thomas, kidogo naona wacheki mpira. By the way, mpira unaonaje? Safi kabisa. Mechi za leo zimekaa vipi? Zimekaa vizuri mno. Naona tayari Kitale imeshapata moja. Mimi niko hapa naangalia kama mzee. Yes. So Kitale tayari wameshachukua goli moja, na wewe uko kwenye timu gani kati ya Kitale? Mimi ni mzee wa umri ambayo sina timu. Mimi naangalia bodi lililotengenezwa na mbunge mheshimiwa. Kuna wazee wengine wako kitaani hawana habari ya kuja kuangalia Samia Cup ambayo iko chini ya mbunge Kembaki. Unawaambia vipi? Hata walipokuwa vijana walikuwa wachangamani na vijana. Sisi tunachangamana yote kwa ajili ya kuonyesha wale wanaofanya mechi tunawapongeza sana. Tupe mtazamio wako kuhusiana na Samia Cup. Samia Cup iendelee kuwepo kwa sababu vijana wanaisupport, mheshimiwa mbunge anaisupport kwa nguvu zote. Kwa hiyo tunajua kwamba tunaenda vizuri. Wazee wanaisupport. Wazee mimi kwa vile niko kwa niaba ya wazee, basi kwa niaba tunasupport kwamba wazee nao pia wanakubali. Sawa, mzee, shukrani sana. Asante sana boss. Kijana, heshima yako. Kama kawa. Mechi vipi? Inapendeza ipendeze? Mechi iko poa. Wapi ambao unaona kama wanafanya vizuri? Timu zote ziko vizuri. Naona kama Kitale. Timu zote ziko vizuri. Tuzungumzie Samia Cup. Iko poa, mashindano mazuri, hamasa kubwa, mambo yanaendelea vizuri. Ongeze mbunge wa jimbo la Tarime mjini kafanya mambo makubwa. Na Mheshimiwa Rais, big up. So katika hizo timu zote unaona timu gani unaona inaweza kuchukua kitita cha Kembaki? Mashindano, unajua huu ni mpira wa miguu. Mpira wa miguu na heshima yake. Unaweza ukasema kwamba hii timu fulani inaweza kachukua. Haipe heshima mpira wa miguu, maana yake Lucia Mdhania anaweza akachukua. Lakini kuna timu kama Turwa naona wana mpira mzuri, na zipo kama Sabasaba wana mpira mzuri. Hizo ndio timu zako mbili unazozitazama? Sio hizo tu. Yaani timu zote ni nzuri, ila hizo timu mbili zina mpira poa. Zina mpira mzuri. Sawa. Mimi bado naendelea. Tuko na afisa mahusiano ofisi ya mbunge anaitwa Amos Sabato. Heshima yako mzee? Ashwari bro. Naona boli unalitazama ukiwa umetulia. Yaani sisi ndo wenyewe. Nyuma ya bango. Yeah. Hapa Samia Cup, hapa Chama cha Mapinduzi. Hapa tunaangalia pia ofisi ya mbunge jimbo la Tarime. Mambo yametalada. Mambo ya nini shwari? Wewe kama afisa mahusiano umehusiana vipi na jamii ya Tarime kuhusiana na hii Samia Cup? Cha kwanza ni kuhakikisha ligi hii inakuwa salama, inakuwa ya kuvutia, na wananchi ambao mimi kama sehemu ya hamasa yao wanaipenda ligi yao. Utofauti wako wa hamasa ya Samia Cup na utofauti na ligi zilizokuja na zitakazokuja, wewe umekuja na utofauti gani? Ni kwamba kikubwa watu wawe watulivu. Tuna mipango mikubwa sana. Unasemaje? Tuna mipango mikubwa sana. Rudia tena mzee. Tunayo mipango mikubwa sana. Okay. Ambayo haitajirudia na haitakuja kutokea, bali itakuwa tu ya kipekee kwenye Samia Cup. Hiyo nimeipenda. Tuko na katibu. Mimi katibu na swali moja, watu wanacheza lakini hawajui kama mheshimiwa kaongeza kitita au ni kile. Heshima yako boss. Kwema. Wanakutambua kama Elisha Samu. Ndio Elisha Samu, katibu wa mheshimiwa mbunge Michael mwana wa Kembaki Mkogoti, Simba wa Tarime mjini. Je, kusikia AK yako, tupe AK leo. Mr. White. Mr. White. Yeah. Mambo ni aje? Asante, tunashukuru Mungu. Ligi vipi? Ni kama unavyoona, mambo yanaenda vizuri. Ligi inaenda vizuri. Kamejaa. Kila mtu anabashasha. Ukiangalia sura zote hapa leo ni tofauti na siku zote. Wanasema mwenda pole Ajikwai. Kwa hiyo hii tafsiri inaweza kaendana na hii ligi na ulichokifanya? Mtangazaji, bila shaka mwenyewe unaona matokeo na uwanja jinsi ulivyong'aa, lakini nikwambie tu kwamba hii ni dalili ya mvua. Hii ndio tafsiri ya mwenda pole? Yaani bado hata manyunyu. Serious? Bado hata mawingu. Yeah. Katibu bana, kuna maswali mengi kuhusiana na hii ligi. Cha kwanza, zawadi imeongezeka au haijaongezeka? Tuko pale au ni kificho? Ndugu mtangazaji, yajayo yanafurahisha. Tuwe na subira. Bana, nasema hii ni dalili tu ya mvua. Kwa hiyo tuwe na subira, yajayo yanafurahisha. Tunze neno yajayo yanafurahisha. So 30 20 10. Yajayo yanafurahisha kuliko haya, kuliko unayoyaona, kuliko unavyosikia.
Wewe kama katibu, hebu tupe tafsiri ya hivi vitu kidogo, simama tupe tafsiri ya vitu, kwa sababu kuna watu watakuwa wanatazama lakini hawajui. Tumeona hii Samia Cup, Chama cha Mapinduzi, ofisi ya mbunge tu, hatujaona watu wengine. Hii ina maana gani? Hapo kiangalia Samia Cup, hii ligi ni Samia Cup, natembea kwa roho ya Samia Cup. Tunampa mama heshima kwa yale aliyofanya katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika jimbo la Tarime mjini amefanya mambo mengi sana. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vyema ligi hii itembee kwa jina la Samia Cup. Tunamwenzi mama, lakini pia tukijua kwamba mama bado yuko kazini, ndo ambaye tunaenda naye bado, na kutokana mingi aliyofanya. Lakini pia ukiangalia logo ya ofisi ya mbunge hapa, logo ya ofisi ya mbunge ni kwa sababu mashindano haya mdhamini mkuu ni Mheshimiwa mbunge Michael Kembaki, ambaye ni mbunge wa jimbo la Tarime mjini, anayeunga juhudi za Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndo Samia Cup. Kwa hiyo yeye anathamini mashindano haya. Lakini pia unaona logo ya Chama cha Mapinduzi. Nice. Hii logo ya Chama cha Mapinduzi, unapoita Samia Cup, unapomuita Samia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lazima logo iwepo. Lazima logo iwepo. Kwa hiyo ni Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu. Uweze ukavitenganisha hivyo vitu. Kwa hiyo ukiangalia Chama cha Mapinduzi, Samia mwenyekiti, ukija Mheshimiwa mbunge Kembaki ametokana Chama cha Mapinduzi, ambayo ofisi ya mbunge iko chini ya imetokana na chanzo chake, awe mbunge ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uweze ukatenganisha Chama cha Mapinduzi. Sisi Chama cha Mapinduzi ama wanaotoka Chama cha Mapinduzi hatuwezi kufanya vitu ambavyo vinahusiana kwenye jamii kama hivi, tusikitaje chama. Baba ni baba. Tathmini yako ndogo kwa mashindano ya Samia Cup kwa muda ambao imechezwa na mpaka sasa imefika, tathmini yako kama wewe mbunge, tathmini yako wewe kama katibu wa mbunge iko vipi? Tathmini ni nzuri, na kadri tulivyoanza, kadri tulivyokuwa tunaendelea mambo yanabadilika. Lakini pia tumeanza vizuri, ukiangalia kuna amani ya kutosha kwenye uwanja huu, tofauti sana na michezo mingi hiyo kujitokeza. Lakini pia mashabiki wanakuja kwa wingi na wanakuja wakiwa na hekima na busara, wanashangilia, wanashabikia timu zao nzuri. Na timu zimekuwa na nidhamu kubwa. Kiujumla mashindano yamekuwa mazuri sana. Na ni imani yangu kama katibu wa mbunge kwamba tutamaliza salama, na kadri siku zinaendelea tutazidi kuboresha zaidi. Na kitu tunachofanya sisi kwenye ofisi yetu ya Mheshimiwa Kembaki, tunajaribu kuangalia mapungufu yaliyokuwepo jana leo yasiwepo. Mimi ni mtangazaji, na kazi ya mtangazaji au mwandishi ni kuwa niaba ya wale ambao wanatutazama sasa hivi. Ninao maswali yao. Uko tayari kuyajibu mheshimiwa? Karibu. Kuna timu ilijitoa. Ndio. Shida nini? Ile timu kujitoa ilijitoa yenyewe kutokana na kanuni. Kila kitu kinakuwa na katiba na kanuni. Hata nchi bila miongozo haiwezi ikaenda. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao walipangiana kabla michezo hii kwanza, wakakubaliana kwenye kanuni kwamba sisi michezo yetu tutashiriki 1, 2, 3. Kwa hiyo wale ilikuja kubainika wamevunja kanuni, na baada ya kuwa wamelalamikiwa, rufaa imekatwa, waliokata rufaa wakaleta ushahidi kwenye kamati ile ambayo inasimamia mashindano haya, ambayo yalikuwa hayana kona. Kwa hiyo ushahidi ulivyofanyika vile, kamati ikasimamia maamuzi ya kutokana na kuvunja kanuni, wakawapa barua wale kuvunja, isipokuwa hawakuondolewa. Kwa hiyo baada ya kuwa mpokea barua ya kunyang'anya pointi 3, kunyang'anya zile pointi, wao wakaandika barua ya kujitoa. Kwa hiyo hakuna mtu aliyewaondoa. Nimeipenda hiyo. Sababu kuna maneno yanazungumzwa lakini hapo umeinyoosha. Ligi hii inayoendelea ambayo ni Samia Cup Tarime. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyoona toka tumeanza michezo hii kumekuwepo na mambo mengi mazuri na watu kujitokeza na timu zetu kufanya vizuri. Na sasa tuko kwenye mzunguko ambao ni hatua ambayo tunaelekea kwa ajili ya kuingia robo finali. Na mabadiliko makubwa yanafanyika tofauti na kama tulivyoanza. Kama unavyoangalia uwanja jinsi ulivyo kwa sasa, lakini pia ukipita katika mji wetu umetapakaa matangazo. Kila mara unapita unakutana Samia, Mama Samia, mbunge wa Tarime mjini. Na ligi hii inaitwa Samia Cup ni kwa sababu yeye ndio mkuu wa nchi hii ambaye tunaunga juhudi zake. Mheshimiwa mbunge Kembaki anaunga juhudi zake kwa sababu ya maendeleo makubwa ambayo ameyafanya katika taifa hili la Tanzania, lakini hasa katika mji wa Tarime, jimbo la Tarime mjini, ambalo mambo mengi yamefanyika sana. Kwa hiyo tukaona tuenzi haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kwa kuita ligi hii Samia Cup ambayo inafadhiliwa na Mheshimiwa mbunge Kembaki. Na ndio maana nyuma yangu ya bango ukiangalia kuna logo ziko hapo 3. Logo moja ni ya Samia Cup ambaye Samia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa nchi hii. Kwa hiyo tumetaja pale, lakini pia ukiangalia kuna logo ya Chama cha Mapinduzi ambayo huwezi ukatenganisha. Ukiangalia logo ya Chama cha Mapinduzi pale, huyu Samia Cup ambaye ni rais wa Tanzania ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo lazima pia tuenzi chama chetu cha Mapinduzi ambacho kimemzaa mbunge Mheshimiwa Michael Kembaki. Lakini pia ukiangalia kuna logo ya ofisi ya mbunge ambayo ni ya mbunge ambaye ni wa jimbo ambaye ndo mdhamini mkuu wa mashindano haya, kwa maana kwamba kuna vitu vitatu ambavyo kwa wale wanaosoma Biblia tungeweza kuita ni Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna vitu vitatu viko hapa ambavyo chama kipo hapo,
rais yuko hapa kama mkuu wa nchi, lakini pia na jimbo liko mahali hapa. Ndugu waandishi wa habari, niwahakikishie kwamba mambo makubwa yanaenda kufanyika, na haya tu tunayoona ni lasha, yaani bado hata mvua haijanyesha. Hii lasha, dalili ya mvua ni mawingu, lakini niseme kwamba yajayo yanafurahisha. Kuna mambo makubwa sana mengine ambayo siwezi kusema kwa sasa ambayo yanaenda kufanyika, mengi. Muda wa michezo. Kwanza kabisa nimewasahau kuwapongeza waandaaji wa mashindano haya, kwani wameleta chachu kwa vijana wa Tarime kwa ujumla. Kama mnavyoona, ndugu waandishi wa habari, mashindano haya yamekuwa na mashabiki wengi sana, kiasi kwamba watu wanapata burudani ya kutosha. Kwa mchezo wa leo, kwanza nipongeze timu zote ambazo kimsingi zimecheza leo. Nianza na timu ya Bomani ambayo kimsingi imequalify kwa kwenda semi-final. Imecheza mpira mzuri. First half walipata nafasi nyingi wakashindwa kuzitumia, lakini second half walipata nafasi moja wakaitumia. Nije kwenye timu ya Kitare. Timu ya Kitare kwanza nipongeze, ni timu ambayo kimsingi watu hawakutarajia kama ingeingia uwanjani leo kwa sababu ya matokeo ya mechi ya nyuma, ambapo ameshapoteza mechi mbili na leo hata kama angeshinda asingefuza. Lakini amekuja, amecheza mpira mzuri, amepata goli la kwanza, bahati mbaya wakafanya makosa madogo, kafauli katengwa, wakafungwa japokuwa hawajaridhika na maamuzi ya refari. Kitu kikubwa ambacho nitaomba wadau wengine wa michezo hapa mjini, ligi hii isiishie hapa. Ligi hii inapoisha, wadau wengine walete vitu vingine kwa ajili ya kuongeza burudani kwa wananchi, kujenga afya kwa watu, lakini pia ni ajira kwa watu wengine. Mimi nakaribisha tu, hii ligi ni ligi ya kata 8. Mwenye uwezo, diwani mwenye uwezo anajiamini timu yake aingie uwanjani. Tukutane kilingeni, tukutane kwenye box, tuwanyooshe. Panga na kia tunaingia uwanjani. Kwa hiyo tuko vizuri, tumejipanga na nihakikishe tu mji wetu wa Tarime kwamba sisi ndio washindi wa hili kombe. Kwa majina yetu Daniel Yanamsa, mwakilishi wa Soya One Limited. Kampuni hii inahusika na uchimbaji wa madini na inapatikana mkoani Mara wa Tarime katika kata ya Kinyalameli. Sisi hapa kama Soya One Limited leo tumejitoa kuweza kuwaunga mkono au kuwaboost vijana wetu kwa kununua goli moja kwa shilingi 100,000. Na hiyo tunafanya kwa sababu ya kumsupport na kumuunga mkono rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa michezo. Unaambia kwamba michezo ni afya, michezo ni ajira. Kwa kama sisi kama Soya One Limited tunaona kwamba ajira hii ndio ni kuwezesha kupatia motisha zaidi ili waweze kuwa na nguvu na kuweza kuonesha vipaji vyao. Kwa hapo tulipo bahati yao tumeweka nyingi sana, lakini bahati yao mbaya, tuseme kama mbaya nzuri, wamepata kuchukua goli moja kwa shilingi 100,000 tu. Lakini pia kuna timu ya huyo mpinzani wao si ni Kitale. Yeah, of course hatukuahidi chochote kile, lakini kwa sababu ya kauli mbiu yetu kwamba Soya One Limited jamii kwanza, tumeweza kuwaunga mkono kwa shilingi 50,000 ambayo kama vile nauli. Kwa hiyo tuzidi kuunga mkono juhudi za mama, lakini pia tuzidi kuunga juhudi za jamii yetu na kupambana kuwaunga viongozi wetu wote kwa chochote kitu tunacho. Tunasema kwamba ligi hii na hapo tutaelekea, nafikiri nusu finali na finali sio leo tu, kila bao tutalinunua. Kiufupi ligi ni nzuri. Kwanza ligi ni ambayo inaleta motisha kwa vijana na kuonyesha kwamba nini maana halisi ya umoja wetu sisi kama vijana. Kwa hiyo tunaipongeza ligi hii, inaenda vizuri na ligi inaweza kuonyesha nini maana ya uongozi. Kwa hiyo kupongeza sana kwa Mheshimiwa Mweko Kibaki.